Habari Tanzania, inakusalimu katika jina la Yesu, na ndugu zetu Waislamu, assalamu alaikum. Ni asubuhi ya baraka katika nchi niliko, na nimeona ni vema niwarekodie kitu cha lazima kitakachowapa hasira na hamasa katika siku moja iliyobakia kuelekea ukombozi wa taifa letu. Jana usiku Askofu Gwajima alitoa taarifa ya kwamba kutakuwa na video live huko Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha anatoa ujumbe wake kwa raia kabla ya kuifikia Oktoba 29, siku ambayo kisheria ilikuwa imewekwa kwa ajili ya kupiga kura, lakini mambo yalivyo hakuna uchaguzi. Kwa hiyo sasa alipotoa tu bango alilitoa nusu saa kabla, yani saa 1:30. Ilipoanza kutembea saa 2 kamili, mitandao ilizimwa kila mahali ili kuhakikisha sauti ya kweli isisikilizwe. Ingawa Mungu ni wa hekima na maarifa, alishamwezesha mtumishi wake kuwa na mfumo ambao unaweza tu ukacheza moja kwa moja YouTube makao makuu, na haihitaji kutumia YouTube ya mahali. Kwa hiyo wakati wamezima huku, ilikuwa inaendelea kucheza. Walipofikiri imemalizika kabisa, haiwezekani, kumbe tayari imeshaji-upload yote, na hadi sasa video nzima ipo kila mahali. Kwa hiyo watu wameshapakua kila mahali, video ipo, imeshasambaa kila mahali, na ujumbe umefika. Nitataka kusema ni nini? Kwa nini natumika nguvu kubwa kiasi ya kuzima mitandao, ya kufanya kila kitu? Ni kwa sababu ya uchafu, uovu na ukatili uliopitiliza wa hawa watu ambao kesho kutwa Oktoba 29 kwa nguvu ya umma na baadaye kwa nguvu ya jeshi wanaondoka madarakani. Narudia tena, kesho kutwa Jumatano, kwa nguvu ya umma na kwa nguvu ya jeshi letu la wananchi wanaondoka madarakani. Narudia kwa mara ya 3, kwa nguvu ya umma na kwa jeshi letu wanaondoka madarakani. Ina maana gani? Kwa nguvu ya umma kwa mantiki ya kwamba wananchi tutakapotoka na kuwatoa kwa maandamano huru, ule ni mtego. Wakijaribu kutushambulia, wakijaribu kutudhuru, wakijaribu kutupiga, wakijaribu kufiatua hata risasi ya bahati mbaya, jeshi liko standby kuiokoa nchi. Ina maana gani? Jeshi liko standby kuiokoa nchi. Jeshi lina taarifa zote za kundi la utekaji ambalo linasimamiwa na Mafwele. Huyu Faustin Mafwele huyu, taarifa zake za mauti na mauaji ziko kila mahali. Unajua jeshi la wananchi ni kama nchi. Kuna intelijensia ya jeshi ya kutisha kuliko hata usalama wa taifa, na wana taarifa zote, operesheni zote za mauti, za kuua, kuteka, kufanya nini, kunyamazisha watu, zinafanywa na Faustin Mafwele. Kwa taarifa zote, watu walivyotekwa, picha, video, audio wanazo. Kwa wanafahamu kila kitu kuhusu mkono wa mauti wa Mafwele. Kwa hiyo wanatafuta tu sababu. Sisi tukitoka tarehe 29, tukatoka tu, itakuwa ni haki kwa wao kuingia kuituliza nchi. Kwa nini? Unaweza kusema kwa nini wasiingie sasa hivi? Hawezi kuingia sasa hivi kwa sababu watakuwa wamepindua nchi. Na jeshi halitaki kupindua nchi. Nataka ninyi muendelee kuwa watawala wa nchi yenu. Nataka ninyi muendelee kuamua nchi yenu wenyewe. Halitaki kuichukua nchi kama kule Madagascar kwa Traore na kwingine. Jeshi linataka liwape uhuru, liwalinde. Ninyi ndio mfanye maamuzi ya taifa lenu. Kwa hiyo linasubiri first move muifanye ninyi. First move muianzishe ninyi. Ni mtego, nisikilize mimi, huu ni mtego. Gari lolote la washawasha, sijui ile migari walioleta midori ile, ikijaribu kuwagusa, ikijaribu kuwafanya lolote,
ndo utakapoona jeshi lilivyo na nguvu. Kingine, jeshi limekerwa na linachukizwa na kitendo cha kuletwa mercenaries, askari wa kigeni kuja kuua raia. Jeshi limekaa kimya, ila hiyo ni sababu tayari pia. Kwa hiyo hawa jamaa wamewekwa mtukati. Wakithubutu kufyatua risasi hata moja, wakithubutu kupiga watu, jeshi linaingilia kati, linatangaza emergency of state. Kamata wote hawa mbuzi wote. Narudia tena leo, mbuzi wote. Kamata wote. Hawa kina Mafuere wote hawatoki. Wote yani wote wanaofanya mambo, kina Mriro, kina nani, wote makamanda wote wa polisi ambao wanahakikisha watu wanakufa, wote wako targeted. Hakuna mahali ambako wako ruzi, wanafuatiliwa mapema sana. Kwa hiyo usione hiyo nguvu inayotumika vitisho, ni kwa sababu wanataka tu mstoke. Ila nakuomba, we toka. Ni mlemavu, toka. Una magongo, toka. Ni mwanamke, toka. Ni kijana, toka. Atakaye jaribu kupiga atakuwa amerita jeshi rasmi. Unaweza kusema mbona wanafanya mazoezi pamoja? Ile ni vikosi kadha wa kadha na viongozi wa majeshi wa maeneo. Wanaweza tu kupozwa akaomba jamani Mtitu amiri jeshi mkuu jamani, lakini ukweli ni kwamba wako pamoja nao. Ile ni kwa ajili ya kutitu formalities na zile sheria za kijeshi. Ila kesho kutwa nchi inarudi mikononi mwetu. Mimi napokuambia Tanzania mpya imeshakuja. These are not words. These are truth and facts. Kwa hiyo nisikilize na uniamini. Oktoba 29 tunatoka. Ni muda wa nchi kutoka kwenye mikono ya watu wachache. Watu wachache wanaoumiza wengi. Ninakuombea ya kwamba upokee nguvu, upokee ujasiri. Video hii hakikisha inasambaa kama risasi. Hakikisha inakwenda kila mahali. Wameshazungukwa kuisha habari yao. Kazi yako ni rahisi tu, niamini mimi, tutoke. Wewe toka tu. Masaa 2 3 tunakuwa tumeshaichukua nchi. Wewe niamini mimi, tutoke. Tukifika tu hata watu 200,000, 500,000, milioni, Dar es Salaam tu, Arusha hivyo hivyo, kila mahali hivyo hivyo. Jeshi litaingia kuwasaidia wananchi wenye jeshi lao, wenye nchi yao, na kikundi kitakamatwa, hakuna atakayetoroka. Kwa kama watatoroka leo, kama watatoroka mpaka kesho Jumatano, tutawaona wote kwenye pingu. Mungu awabariki Tanzania. Tanzania mpya imeshakuja na hakuna wa kuizuia.